Si kama watu wa dunia, vile watu wa dunia wanafanya ndivyo watu wa kanisa wanafanya. Vile watu wa ulimwengu wanavyotenda ndivyo hivyo watu wa Mungu ambao ni Israel wanatenda. Maana yake Israeli ni nini? Pambano Kuu 1:3-8. Soma. Nasema historia ya Israeli ya kale. Pambano Kuu, kama kitabu kinaitwa Great Controversy, ukurasa wa 380. Nasema historia ya Israeli ya kale. Historia ya Israeli ya kale ni kielelezo sahihi kabisa. Historia ya Israeli ya kale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Israeli ya kale ambayo tumesikia Mungu akiwakanya kufanya ama kujifunza kuenenda kama mataifa, ama kujifunza njia za mataifa, ama kuenenda kwa desturi ambazo mataifa wanakwenda nazo. Soma tusikie. Ni kielelezo sahihi kabisa. Ni kielelezo sahihi kabisa cha uzoefu uliopita wa kanisa la Adventista. Kumbe vile Israeli ya kale ilivyokuwa inaendelea ni kielelezo sahihi cha kanisa la Adventista. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Israeli ambayo Mungu ananena kwayo ama ananena kuhusu, anaambia msienende kama mataifa. Ni wa akina nani? Waadventista wa Sabato. Ni Waadventista wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma tusikie msomaji. Endelea kusema. Mungu aliwaongoza watu wake katika vuguvugu la marejeo. Endelea. Kama alivyowaongoza wana wa Israeli. Soma. Kutoka Misri. Katika kipindi kichungu cha kukatishwa tamaa, imani yao ilikuwa ikijaribiwa kama ilivyofanywa kwa Waebrania. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakutaka taifa lake ama Israeli likiwa ni watu wake wajifunze kwa mataifa ama waenende kama mataifa. Tunaambiwa katika kitabu cha Waefeso 4:17, tumesikia tangu sasa tusienende ama tusifuate njia za nini? Za mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tumesikia Israeli ambayo Mungu anasema ni Israel, maana yake Israel ni Waadventista wa Sabato. Tusome katika kitabu cha Isaya 1:21. Kitabu cha Isaya 1:21. Tuanzie somo siku ya leo. Isaya 1:21. Maandiko yanasema mpaka 23. Mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mji ambao Mungu anasema ulikuwa ni mtakatifu. Happy Sabbath. Kuna mji ambao ulikuwa ni mji mtakatifu lakini umekuwa kahaba. Endelea kusoma tusikie. Yeye aliyejaa hukumu ya haki. Yaani huo mji ulikuwa umejaa hukumu ya kina nini? Ya haki. Endelea. Haki ilikaa ndani yake. Na haki ilikaa ndani yake. Endelea kusoma tusikie. Mbali sasa. Endelea kusoma. Ni wauaji. Eti? Ni wauaji. Kumbe huo mji ulikuwa mtakatifu. Umekuwa kahaba. Ulikuwa umejaa hukumu. Na ulikuwa umejaa haki. Haki ilikuwa ndani yake. Lakini tangu sasa wamegeuka wakawa wauaji. Endelea kusoma tusikie. Fedha yako imekuwa takataka. Yaani walikuwa na fedha lakini fedha yao imekuwa takataka. Divai yako imechanganywa na maji. Na divai yake imechanganya na maji. Wakuu wako ni waasi. Eti? Wakuu wako ni waasi. Eti? Wakuu wako ni waasi. Wakuu wake wa hilo taifa ambalo lilikuwa ni safi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakuu wake wamekuwa ni wakuu waasi. Endelea kusoma tusikie. Na rafiki za wevi. Neti? Na rafiki za wevi. Na wamekuwa na urafiki na watu ambao wanaitwa wevi. Endelea kusoma tusikie. Kila mtu upenda rushwa. Eti? Kila mtu upenda rushwa. Hapo ndipo inatakikana. Kila mtu upenda rushwa. Ufuata malipo. Eti? Ufuata malipo. Hapo kwa hilo taifa kila mtu anafuata malipo. Endelea. Awampatie yatima haki yake. Na wampatie yatima haki yake. Wala maneno ya mjana wasili. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Kuna taifa. Happy Sabbath. Kuna taifa ambalo Mungu anasema limekuwa kahaba. Kuna uwezekano gani taifa liwe kahaba?